wama talazzaza almutalazzizun, na hawajapata ladha wenye kupata ladha bimithli dhikrillah, kwa mfano wa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kama watu wanapata ladha kwenye kuangalia mpira, basi ladha hakika iko katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kama watu wanapata utamu kwenye kucheza karata na bao, basi utamu hakika uko katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walau lam yakun min thawabi dhikr, hata kama kutakuwa hakuna katika thawabu za kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala illa al-ladhata al-hasilata lidhakir, isipokuwa ile ladha ambayo anaipata yule mwenye kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakafa bihi, basi hilo peke yake lingetosha. Ile ladha anayoipata yule mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anaipata ladha kubwa, anaipata ladha al-khalis, anaipata ladha iliyotakasika. Fadhikru lisalihin, hivyo kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wema, huwa jannatu dunya qabla jannati al-akhirah, ndio pepo ya dunia kabla ya pepo ya akhirah. Adhikr, kuhudhuria kwenye hilaqul ilm, vikao vya ilm, sehemu ambayo ndani yake panasomeshwa ilm, hiyo ni jannatu as-salihin fi dunya, ni pepo ya watu wema duniani, qabla jannati al-akhirah, قبل يبيبو يا الله سبحانه وتعالى يا آخرة. ولهذا سميت مجالس الذكر برياض الجنة، نكواجله vimeitwa vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, vimeitwa kuwa ni riyadhul janna. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha marartum bi riyadhil janna farta'u, mtakapopita katika mabustani, mtakapopita katika viwanja vya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, farta'u, basi chumeni na hakikisheni mnanufaika na matunda yake. Qalu, wakauliza masahaba kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama riyadhul janna, na ni vipi viwanja vya pepo, ni yapi mabustani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Mtume akasema, hilaqu dhikr, ni sehemu ambapo anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni vikao ambavyo ndani yake anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaid alhadith ibadallah alhathu ala suhbati salihin. Katika faida za hadithi hii ayuha nas, ndani ya hadithi hii kuna himizo la kusuhubiana na watu wema. Pametajwa himizo ndani ya hadithi hii ya himizo la kusuhubiana na watu wema, wasabru ala dhalik, na kusubiri juu ya hilo. Wa anna man taraka majalis alghafla walisyan, na ya kwamba yule atakayeacha vikao vya ghafla na vikao ambavyo ndani yake anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ila majalisi dhikri wal iman, akaelekea katika vikao vya kumtaja Allah, akaelekea katika vikao vya al-iman, awadahu Allah bi sa'adatin qalbiyah, Allah subhanahu wa ta'ala atampa mafanikio